Utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya na mafundisho haya akafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kuna watu ambao wameokoka lakini hawajui nini kilichotokea wakati walipookoka. Hawajui ni kitu gani ambacho kilitokea wakati Yesu alipokuwa anasulubiwa pale msalabani. Lakini tunaposoma kwenye Warumi 6:6 maandiko yanasema kwamba mkijua neno hili ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa ulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utu wako wa kale, ule utu uliokuwa unakutumikisha kwenye dhambi, ule utu uliokuwa unakutumikisha kwenye maovu, ulibatilishwa ulisulubishwa pamoja na Kristo. Ulisulubishwa pamoja na Kristo. Kwa nini utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo? Maandiko yanajaribu kuweka wazi kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa ni upungufu mkubwa kwa mtu aliyempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake kuendelea kutumikia dhambi, kuendelea kutumikishwa na dhambi. Maana maandiko yanasema kwamba utu wetu wa kale, ule utu uliokuwa unatutumikisha kwenye maovu, ule utu uliokuwa unatufanya sisi watumwa wa dhambi, ulisulubishwa pamoja na Kristo ili mwili wa dhambi usiwe na nguvu, ili mwili wa dhambi usiwe na nguvu tena, ili mwili wa dhambi uwe batili, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Lakini kumbuka maandiko yanasema kwamba mkijua neno hili. Manake msingi wa kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi ni kujua. Mkijua neno hili ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo. Ulisulubishwa pamoja na Kristo. Kwa Kristo alipokuwa anasulubiwa, pia na sisi tulikuwa tunasulubiwa pamoja naye. Tulikuwa tunasulubiwa pamoja naye. Utu wetu wa kale ulibatilika. Utu wetu wa kale ulifanywa kuwa hauna nguvu tena. Hauna nguvu tena. Kwa wewe uliokoka umebeba utu mpya. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba sisi tumemvaa Kristo. Umemvaa Kristo. Watu wengi wanatumikishwa kwenye dhambi kwa sababu ya kutokujua kile ambacho Yesu alifanya kwa ajili yao. Kwa Yesu alipokuwa anasulubiwa, alikuwa anasulubiwa pamoja na sisi. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba tulikufa pamoja naye. Tukazikwa pamoja, tukafufuka pamoja naye. Kwa tulisulubishwa pamoja na Yesu Kristo. Na lengo la kusulubishwa pamoja na Yesu Kristo ni ili sababu mojawapo ni kwamba ili mwili wa dhambi ubatilike. Mwili wa dhambi usiwe na nguvu tena, tusiwe watumwa wa dhambi tena. Je, kuna dhambi na kutumikisha? Kama kuna dhambi na kutumikisha, ni kwa sababu hujui neno hili ya kwamba utu wako wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo ili mwili wa dhambi uwe batili, mwili wa dhambi usiwe na nguvu tena. Ukijua neno hili ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo, utu wako wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo. Ulipookoka utu ule wa kale, utu ule wa zamani uliokutumikisha kwenye dhambi ulikwisha batilika, hauna nguvu tena. Na ni kitu gani kitakachokupelekea wewe usitumikishwe na dhambi tena? Ni kujua. Anasema mkijua neno hili, Warumi 6:6, mkijua neno hili ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo. Na kwa nini utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo? Anasema ili mwili wa dhambi, ule mwili uliokuwa unatutumikisha kwenye dhambi, ule mwili uliokuwa unatumikisha kwenye maovu ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Umeitwa ili uwe huru, usiwe mtumwa wa kitu chochote kile. Hakuna dhambi ambayo ina ruhusa ya kukutumikisha wewe baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Watakatifu wengi wameokoka kweli, lakini hawajui kilichotokea Yesu alipokuwa pale msalabani. Lakini maandiko yanaweka wazi kwamba Yesu aliposulubiwa alisulubiwa hapo, na sisi tulisulubiwa pamoja naye. Na sisi tulisulubiwa pamoja naye. Na nini kilichokuwa kinatokea wakati tunasulubiwa pamoja naye? Utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili sisi tusiwe watumwa wa dhambi tena.
Anasema mkijua neno hili, ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Tusitumikie dhambi tena. Tusitumikie dhambi tena. Hakuna dhambi ambayo inatakiwa kukutumikisha tangu ulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama kuna dhambi ambayo inakutumikisha, ni kwa sababu hulijui neno hili, ya kwamba utu wako wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo, ili mwili wa dhambi ubatilike, usitumikie dhambi tena. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kwamba ulisulubiwa pamoja na Kristo. Utu wako wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo, ili mwili wa dhambi ubatilike, ili mwili wa dhambi usiwe na nguvu tena. Usitumikie dhambi tena. Usitumikie dhambi tena. Kwa kama umeokoka, kuna dhambi bado inakutumikisha, ni kwa sababu hulijui neno hili. Hulijui neno hili, ya kwamba utu wako wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo, ili mwili wa dhambi ubatilike, usitumikie dhambi tena. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Na kumbuka kwamba hakuna chochote kinachoweza kudhihirika katika ulimwengu wa mwili usipokiri. Kwa kama wewe unanisikiliza, unaweza kufuatisha maneno haya. Sema kwa imani. Sema kwa imani. Nifuatishe maneno haya. Sema, utu wangu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo, ili mwili wa dhambi ubatilike, ili mwili wa dhambi usiwe na nguvu tena, nami nisitumikie dhambi tena, na sitatumikia dhambi tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe, share, comment. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.